tamima, hirizi. Mtume alayhi salatu wassalam, ile rahatu, kile kikundi cha watu 9 waliokuja pale wakampa bai'a Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipompa bai'a katika wale 9, mmoja ikawa hakumpa mkono Mtume alayhi salatu wassalam. Wale maswahaba wakamwambia, ya Rasulullah, huyu mmoja wetu mbona hujampa mkono? Yani wa amsaka an wahid, akajizuilia kumpa mkono mmoja. Wale maswahaba akamuuliza, ya Rasulullah, bai'ata 9 wa tarakta hadha, umewapa bai'a mkono wa utiifu watu 9, umemwacha huyu? Qala, akasema, inna alayhi tamima, hakika huyu juu yake amevaa hirizi, mimi siwezi. Fa adkhala yadahu faqata'aha, yule bwana akatia mkono wake katika mkono akatia katika ile sehemu, akaikata ile hirizi. Alipoikata ile hirizi tu, fabaya'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa mkono utiifu, akamwambia, sasa nakupa mkono utiifu. Kisha akasema Mtume alayhi salatu wasallam, man allaka tamimatan faqad ashraka, yoyote mwenye kutundika tamima, huyo amemshirikisha Allah. Hirizi, kwa hizi rababendi ni ushirikina, haya mapini wanaovaa na rababendi ni ushirikina. Kadhalika hii kuitakidi kuwa ati mimi nikishikwa bega mtu nyeti yake inaondoka, hii yenyewe ni itikadi ya kishirikina, kwa sababu hii yote ni maana hawa wanaitakidi ni mazongaumbwe, itikadi ambayo haifai kwa Muislamu kuitakidi. Na yote hii ni kukosa tauhid. Watu wakaa chini wakasoma dini yao kikamilifu. Ni mambo ya kuchekesha sana, wallahi, mambo ya kuchekesha sana. Hebu tuambieni mtu mmoja tu ambaye ameshikwa ati nyeti imeondoka, tuambieni, tuleteeni tukamwangalie na sisi. Naona vyombo vya ulinzi vyote wasema, kuanzia Tunduma bara ulipokuja Dar es Salaam, wote waliodai kwa nyeti zao zimeondoka, hakuna mmoja wote ambaye nyeti imeondoka. Wote wamekaguliwa, manyeti yao yapo, mirungu iko vile vile, uongo tu. Kadhalika hata huyu wa Madejani, sijui aitwa nani huyu bwana, naye katika hospitali ya Kinyasini ameangaliwa, ipo, sio kweli kama nyeti imeondoka, amemuulisha mwenzake. Kwa hiyo nasaha zangu, ndugu zangu Waislamu, hili tukio likome, limeshatokea. Tunamwomba Allah amrehemu huyu ndugu yetu, amsamehe makosa yake, amedhulumiwa wallahi, kutila madhuluman, wameuawa kwa dhulma. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la zawali dunya inda Allahi ahwan, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, kuondoka dunia yote au alkaaba kuondoka yote ni jambo jepesi mbele ya Allah kuliko kumuua mtu Muislamu ambaye hana hatia yoyote. Uenda kusema nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mtu anapomwambia Allah, ya Rabbi, muulize huyu, is'aluhu, muulize huyu, limadha qatalani, kwa nini ameniua mimi? Amemshika mkono, wameua. Na jambo la kuua limekuwa kama ni jambo jepesi kwa mambo ambayo ya kijinga kabisa, kwa sababu ilikuwa inatosha. Haya, nyeti haipo, basi ilikuwa vipi? Bwana, nyeti yangu haipo. Nani aliyekushika? Ni huyu, tulieni. Waitwe polisi waje, au wamwite sheha, sheha si yupo, aje sheha, au waitwe mjumbe wa nyumba 10 aje, au wazee waje, wachukuliwe apelekwe kituo cha polisi. Kwa nini sasa machukua sheria mkononi mwenu, hatua mikononi mwenu? Kwa hiyo yalla, tusije tukasikia ati nyeti imeondoka hapa Konde. Hatukubali hili jambo, hatukubali. Wewe ndio utakayedai kwa nyeti yako hivyo, tutakupiga wewe kwanza, tukutia adabu, tukupige marugu vizuri, kisha ndio tukupeleke polisi, wewe na huyo ambaye umemshtuka. Hatukubali ujinga huu, kwa sababu hizi mimi nimeona kama nilivyowaambia zinaendana na nini? Chuki. Pengine mtu ulikuwa akudai, hutaki kumlipa, na deni lishakuwa kubwa, endaje kashanishika huyu bega, ili auliwe deni lako lidondoke. Umeelewa? Au kuna chuki tu binafsi, au yaenda na sababu ya nini? Ushirikina, au yaenda na sababu ya wizi. Kama hii Kijangwani ni sababu ya wizi, wataka kumwibia yule TRA. Haya, wapi na wapi TRA na mambo ya kushika bega, ati achukue nyeti. TRA ataka nyeti, ataka pesa jamani. TRA si ataka tax, ataka pesa, kodi, au vipi? Wapi na wapi na nyeti, ili nyeti hapa. Kisha mimi nauliza swali, hizi nyeti wakishazichukua zipeleka wapi?
Akili hivyo, yani akizaliwa yani mtu achukue nyeti ya mwenzake ya nini? Yeye mwenyewe ana nyeti yake, yeye mwenyewe amshinda nyeti yake. Akishachukua ile nyeti apeleka wapi? Yani akili hata haitaki hata degree, ataka D2 tu, D2. Kwa sisi ambao tumesoma Cuba, sisi tunasoma Cuba ni tunaona kama ni mambo ya kijinga sana. D2 tu. Si unavyosema vijana, haitaki degree, ataka D2, na sisi tuna zaidi hata D2. Hizi nyeti akishazichukua na zipeleka wapi? Hakuna. Ni habari za urongo, kadhibu, wazur wa buhtan. Ni urongo tena ambao umeota mapembe. Ni kadhibu lahu qurun, ni uongo ambao una mapembe, si kweli. Kozindukeni ndugu zangu Wakonde na viungwa vyake, tusije tukasikia habari ya nyeti hapa. Hatutokubaliana kwa sababu nasema hivi kwa sababu tengeneza kuwa na chuki. Mtu akamwambia ustadhi kanishika bega, haya ustadhi na yapigwa uliwa au sio kweli jamani? Kweli hivyo. Na unaweza kwa ustadhi ukilatema kikatu tutandika sisi, ngojea akukaribia pale pengine wala mishikaki, nishashika bega ni ustadhi, haya ustadhi na uliwa. Hatukubali milele ujinga huu. Wewe utakisema mambo hayo tukupiga wewe kwanza ngumi kama 4-5 hivi, kwa sababu tuko vizuri pia ukija katika nyanja hizo za ngumi. Sawa, silaha hii. Kwa hiyo kwanza tukupiga wewe, tutakutandika vizuri. Ngisha baadaye tuambie ajielezee sasa. Nyeti haipo. Vua suruali, tukuvua. Mbele za watu huna adabu ati. Tukuvua suruali, tukuangalia nyeti ipo haipo. Uongo tu. Nyeti haipo vipi? Ati ninashikwa, ninajisikia baridi gani? Ni kipindi cha baridi, mvua hii. Sisi ninapigwa na umeme, upigwe umeme ubakie wewe. Ujinga tu. Muulisha watu bure, hawana hatia, mwadhulumu kwa mambo ya itikadi za kishirikina na upotevu. Kwa hiyo tuchunge. Kisha hili jambo pia mimi nimegundua jambo jingine, ikiwa ile sura ni ngeni, kwa sababu bwana huyu nasikia ilikuwa ametoka Dar es Salaam hajulikani. Ile sura ikiwa ngeni ndio ile jambo la ashtadi la wazito zaidi. Umefahamu? Yani mfano umekuja hapa Konde, umekuja shughuli yako tu, pengine hapa kuna sura ngeni, mtu akaja kuswali akatoka, ukaenda pale ukanunua pengine supu ya pweza, haya mara salamu sijui kijibega kikaja wewe, nishashikwa bega. Sasa iko hivi, na ikiangaliwa sura haijulikani, Konde hajulikani, auliwa huyo. Mara nyingi inaenda hivyo. Kwa hiyo tusiwadhulumu watu, wala tusizungushe huu zushi. Bali kuna baadhi ya Waislamu mimi naona sikia akili zao ni ndogo. Utakuta mtu anaweka status ya yule maiti. Faida yake nini? Hebu mtu afikirie, ndikuwa ni baba yake au ndugu yake mzazi amefariki, ndikubali kumweka status kweli? Ndikubali? Ikaa anamrusha status hivi madamu yatoka, ndikubali kweli hivi? Kwa nini mwadhulumu tena kwenye status? Na kisha zile picha unarusha katika jamii, zinaleta taharuki. Hivi mtu azingatie ndikuwa ni baba yake mzazi, ndikubali akarusha katika status na YouTube na TikTok? Hata kanuni hawajui za uandishi wa habari. Sisemi vyombo vya habari mimi sijaona, naona hao vijana wengi wamechukua picha. Tena kuna bwana mmoja anachukua kwa hamasa ile video. Saizi saa 1:30 hapa Madenjani kashauliwa. Ujinga. Ndio nini sasa hamasa hizo? Ati la tufanyia hamasa. Anafanya kama ile tukio kweli. Nani kakwambia? Ngisha angalia, ilikuwa hawajamjua kama ni kijana wao, ni mpemba mwezi wao. Kwa sababu tukitaka tusitaka upemba upo ule mimi mpemba mwenzangu iko hiyo jamani. Walipokuja jua tu kuwa ni mpemba aishi Jojo, ndio wakaanza kujuta. Kumbe mwa fulani kana mvaa fulani hivyo. Hasa kwa hamkujua toka mwanzo. Walipokuja jua ni mpemba mwezi wao. Tena shekhi mimi nakwambia, ukija Jumatatu hapa endelea kutandika, wiki nzima tutandike swala la nyeti. Na mimi hutuba natandika tena, sikubali mpaka yani kieleweke inshallah. Kama mtanishingizia ninashika bega huko sawa, lakini mimi Ijumaa nikiwa hai tuko na nyinyi hapa katika hutuba. Sawa? Hapa ni yani mpaka kieleweke. Hatuwezi kukubali ati watu wafariki kwa sababu itikadi za kijinga za kishirikina. Hatuwezi hata siku moja. Huu msikiti hujajengwa kwa sababu ati watu wakae kimya. Hapana, lolote linalotokea katika jamii tutaliongea. Wote utakavyokuwa, hata kama unani tutakuongea. Hatukuogopi.
Kwa hiyo walipomuua, baadaye walipojua kama ni mtu wa nyumbani, wakajuta vilio. Yule mmoja anaelezea katika clip, ilikuwa hatujajua tulipomuona sijui nini, waelezea kama hivyo, wakaanza kulia na kujuta. Kwa ndugu zangu Waislamu, tuchungeni na turudi kwa Allah, tutubie kwa Allah, tumche Allah, tumuogope Allah, tutegemee yeye. Allah ndio mwenye kutulinda. Kadhalika katika adhkari za jioni na asubuhi, adhkari Mtume sallallahu alayhi wasallam, man nazala manzilan, yoyote atakayefika sehemu yoyote, faqal, kisha akasema a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, akasema maneno haya, lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi, hatodhuriwa na kitu chochote mpaka atakaporejea nyumbani. Mmoja katika wanachuoni, sijui kama nakumbuka, al-Imam Ibn Jarir ni Tabari, kitu kama hicho, au Ibn Mubarak, aliingia katika mji wa Madina. Alipofika Madina akaumwa na nge. Alipoumwa na nge tu akakumbuka. Hiyo ndio ilivyokuwa salafu, walivyokuwa salafu salih, wakipata mtihani wowote kwanza anaangalia nafsi yake. Kwa alipoumwa na nge tu akafikiria, mbona nimeumwa na nge leo jioni, akakumbuka kwa hajafanya adhkari katika dhikri hii, hajaisoma a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Hii dhikri popote unapofika atakiwa isome mara 3, na jioni na asubuhi isome. Akakumbuka kwa hii dhikri hajaisoma, ndio akaumwa na nge. Hasa adhkari zipo, adhiya ametuwekea Mtume alayhi salatu wassalam, adhkari za asubuhi na jioni. Kwa nini tujikinge na pini na rababeni, na kwa nini tuitakidi maitikadi haya machafu? Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni tambihi ndogo nilisema niitoe kwa ajili ya ndugu zangu katika Pemba, kisiwa hichi, kadhalika ndugu zangu wa Konde hasa, na nasaha hizi kwa ujumla kwa kila ambaye atakayezisikia, ambaye yuko katika msikiti, nje ya msikiti, ambaye yuko nje ya kisiwa, ndugu zangu wa Tanzania wote, na kila ambaye ni Muislamu, tunatakiwa tuwe makini. Si kweli ni uzushi, urongo, utapeli, kuwaua watu bila hatia yoyote. Hapa palikuja maji ya msuka, maji ya wapape, tukapambana nayo kwa sikweli. Likaja masuala ya popobawa, sijui ati popobawa ukilala, sijui ukiamka, sijui kushatoka mavi kasha kuingilia. Si kweli, uongo. Au sio kweli? Popobawa haikuja. Sijui ukija Mwenge waja na popobawa, si kweli, urongo. Sijui kaja sijui mambo gani, urongo. Na sisi yashakuja haya masuala ya kushika bega. Usione hata ndio lishamaliza, hapana. Litatoka hili kushika bega, litakuja jingine la ajabu zaidi kushinda hili. Ndio dunia ya mwisho, akhiru zamani hii, ndugu zangu Waislamu. Sawa? Kwa nasaha zangu mimi nitafikia hapa. Inshallah tafikia hapa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika